Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekanusha vikali madai yaliyomo kwenye rasimu ya hoja ya kimataifa inayojumuisha kwa nchi hiyo ilikataa ziara ya kamati ndogo ya Bunge la Ulaya kuhusu haki za binadamu, ikitaja madai hayo kama upotoshaji mkubwa wa kidiplomasia. Katika ufafanuzi wake rasmi uliolenga kuweka wazi kumbukumbu, sasa serikali imebaini kuwa haijawahi kukataa kushirikiana na Bunge la Ulaya wala haijapinga ziara hiyo kimsingi, bali swala hilo lililojitokeza lilihusu muundo wa muda, timing, maandalizi ya kiutendaji wakati ombi hilo lilipowasilishwa. Serikali imefafanua kwa kuomba kusogezwa mbele kwa ziara rasmi na utaratibu wa kawaida wa kidiplomasia unaofanywa na nchi au taasisi yoyote duniani kutokana na sababu za kiutendaji. Serikali imeongeza na kusema kwamba na upaswa kutafsiriwa kama mgando au kukataa ushirikiano. Madai kwamba Tanzania haitaki kushirikiana na taasisi za Ulaya yanapingwa na ukweli wa mambo. Mnamo Juni 8, 2026, Tanzania na Umoja wa Ulaya zilifanya mazungumzo ya kisiasa ya ngazi ya juu ambapo pande zote mbili zilijadili kwa uwazi masuala mbalimbali ikiwemo utawala bora, haki za binadamu, uwajibikaji na mwenendo wa mambo baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025. Taarifa hiyo imeongeza kwa nchi hiyo imekuwa na mwendelezo wa mashirikiano ya karibu na idara ya mambo ya nje ya Umoja wa Ulaya, Kamishina ya Ulaya, nchi wanachama wa EU pamoja na mwakilishi maalum wa Umoja wa Ulaya kuhusu haki za binadamu katika mambo yote yenye maslahi mapana kwa pande zote mbili. Msimamo huo unakuja kuweka bayana kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya unabaki kuwa imara na unafuata misingi ya kuheshimiana, huku kukiwa hakuna milango iliyofungwa kwa ajili ya majadiliano ya mustakabali wa maendeleo na haki za binadamu.